إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من عذاب النار. Tukiwa katika sehemu ya 13 katika kitabu Ahkamul Janaiz, sehemu ya as-salatu ala al-janaza, swala juu ya jeneza. Katika sehemu ya 13 tuliwacha katika darasa za mwezi wa Ramadhani sheria ya kuwasalia mtoto mdogo na vile vile kusalia maiti ya shahidi. Ingawa tumeona nyuma si dhambi wala si makosa kutokuwasalia wawili hawa kwa dalili ya ushahidi ya kwamba mtume alifiwa na mwanawe Ibrahim akiwa na umri wa miezi 18, mwaka mmoja unusu. Dalili ya nguvu iliyo sahihi ni kwamba mtume hakumsalia mtoto yule, kuonyesha kwamba inajuzu kuacha kumsalia mtoto mdogo. Na pia tukaona dalili za kwamba inajuzu vile vile kuacha kuwasalia mashahidi, kwa dalili ya kwamba ashabu Badri waliouawa katika vita vya Badri hakusimama mtume kuwasalia, na vile vile maiti wengi waliouawa katika vita vya Uhud mtume hakuwasalia ila baadhi yao tu, kama Saidina Hamza na Abdullah ibn Amir na kadhalika. Lakini kama tulivyosema katika darasa zilizopita nyuma, ifahamike kule kuacha kuwasalia sio kwamba ni makosa kuwasalia, bali pale mtume alikuwa anabainisha zile sheria. Unaweza kuacha kumsalia mtoto mdogo na unaweza kuacha kumsalia shahidi, lakini kama watasaliwa wawili hawa fasalatu alaihima afdal, kuwasalia wawili hao ni bora zaidi, kama tutavyoona katika hadithi zinazokuja sasa mbele. Nambari 59 tunaondokea kwenye kitabu wa tushra'u as-salatu ala man ya'ti dhikruhum, na imewekewa sheria kabisa katika dini kuwasalia juu ya wale ambao unakuja utajo wao. Al-awwalu, wa mwanzo ambaye sheria imempa nafasi ya kusaliwa, atiflu ni mtoto mdogo, walau kana saqitan, hata kama mtoto mdogo huyu ametoka roho tumboni, amekuja duniani kisha kuwa maiti, anaweza kusaliwa madhali ametimia kwamba yeye ni mtu binadamu sawa kamili. Ama ikiwa ni kitu tu, mimba imeharibika, hakutimia, basi pale hakuna haja kusalia, kwa sababu huyo haitwi maiti tena, ni kitu tu. Lakini maiti ndio inasaliwa walau kana saqitan, hata kama amekufia tumboni. Na saqitan wa huwa alladhi yasqutu min batni ummihi qabla tamamihi, ni yule ambaye amefariki dunia katika tumbo la mama yake kabla ya kutimia kwake siku za kuja duniani. Ama kutimia kwa umbile ametimia, maana binadamu anakamilishiwa umbile lake
baada ya kumalizika siku 120 tayari mpaka roho inapulizwa, kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo tutaitaja baadaye punde kidogo. Wa fi dhalika hadithani, na katika kujuzu kuwasalia watoto wadogo hata kama wamekuja duniani washafariki dunia lakini wametimia kimaumbile, kuhusu dalili yake kwamba inafaa kuwasalia ni hadithi mbili zifuatazo. Ya kwanza ni hadithi ambayo maneno yameanza nyuma kisha Mtume akatamka watiflu, na pia mtoto mdogo vile vile. Wa fi riwayatin as-saqatu, na katika riwaya nyingine mtoto mdogo huyu bwana Mtume akamtaja kwa jina la as-saqatu, yule aliyefariki dunia tumboni. Yusalla alayhi, kauli ya Mtume anasema kwamba husaliwa juu yake, inajuzu. Lakini katika kusalia, wa yud'a liwalidayhi bil maghfira warahma, napata omba dua kwa ajili ya wazee wake wawili, msamaha wapate wao na rehma. Ama yule mtoto haombewi maghfira kwa sababu hakufikia umri wa kuchuma hayo madhambi. Anayeombewa maghfira ni yule aliyechuma madhambi. Yule mtoto hana madhambi, hataombewa maghfira yeye, bali wataombewa wazee wake maghfira na rehma vile vile. Kama kwa mfano kusema Allahumma ja'alhu faratan li abawayhi wa dhukhran wa 'idatan wa 'atibaran, Mwenyezi Mungu mjaalie mtoto huyu tunamsalia hapa faratan li abawayhi, kuwa ni kitu kilichowatoka wazee wake wawili lakini ni akiba. Wa'idatan, na iwe ni mawaidha wanapata wazee wao wawili, wazee wake wawili. Wa'tibaran, na kupata mazingatio vile vile. Alafu tena unazidi kuwaombea maghfira hao wazee wawili na rehma kwa kusema Allahumma arhamhuma, Allahumma iskaza kaza, wape subira wazee wawili, Allahumma ibna ibna. Lakini mtoto yule hana madhambi kwa hakika, dua zote zinakwenda kwa wazee wake. Hadithi hii rawahu Abu Daud wa An-Nasa'i, ameisimulia Imam Abu Daud na Imam An-Nasa'i wa ghayruhuma, na wengineo wasiokuwa hao, bisanadin sahihin, kwa tegemezi lililokuwa sahihi. Waqad sabaqa bitamamihi, na hadithi hii kwa hakika kama mnakumbuka imekwisha kutangulia kwa ukamilifu wake fil mas'alati al-50, katika mas'ala nambari 50. Mtu akitaka arejee kwenye nambari 50 ataikuta hadithi hii kwa ukamilifu wake. Hadithi ya pili miongoni mwa hadithi zenye kutoa dalili kwamba inafaa kabisa kumsalia mtoto mdogo hata kama amefia tumboni mwa mama yake, an Aisha radhiyallahu anha qalat, na kutokana na bibi Aisha Mwenyezi Mungu amwiradhi amesema, utiya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bisabiyyin, aliletewa mjumbe wa Mwenyezi Mungu mtoto mdogo, min subyani al-ansari, katika watoto wa Kimadina, fasalla alayhi, akiwa ameshakufa na Mtume akasalia juu yake. Qalat Aisha, hapo bibi Aisha mkewe Mtume, mama wa Waislamu radhiyallahu anha, ilibidi amuulize Mtume alipomuona anasalia kitoto hicho. Pengine bibi Aisha hajapata kumuona Mtume kusalia mtoto mdogo. Tumeona katika hadithi za nyuma kwamba inajuzu kuacha kumsalia mtoto, hata mwanawe Mtume aliacha kumsalia Ibrahim. Bibi Aisha akamuuliza bwana Mtume, faqalat Aisha, bibi Aisha akasema, fakultu, hapo mimi nilipomuona Mtume anamsalia mtoto huyo nikasema, tuba lihadha, uzuri ulioje kwa kitoto hichi, kimepata faida kubwa iliyoje. Usfurun, kidege maskini, kidege, min asafiri aljanna, katika videge vya peponi. Lam ya'mal su'a, hajapatapo kutenda uovu wowote maskini. Walam yudrikhu, wala hakudiriki kabisa kuwahi uovu huo.
qala, hapo bwana mtume akaingilia kati maneno ya bibi Aisha kwa kusema, awa ghaira dhalik, je, huna jingine la kuongeza zaidi ya Aisha? Unasema kwamba ni kidege hichi miongoni mwa videge vya peponi hajapatapo kutenda uovu wote, na mimi nimesimama kuswalia maiti yake, na unasema tuba li hadha awa ghaira dhalika ya Aisha, huna jingine la kuongeza ya Aisha? Ndio umekwisha hapo? Basi mimi ninakwambia, khalaqa Allahu azza wa jalla aljanna, ameumba Mwenyezi Mungu pepo, wa khalaqa laha ahlan, akaumba watu wake wa kuingia humo, wa khalaqahum, na akawaumba watu hao fi aslabi abaihim, katika migongo ya baba zao, wa khalaqa an-nara, na akaumba Mwenyezi Mungu moto, wa khalaqa laha ahlan, na vile vile akaumbia watu wake watakao kwenda kuishi mle, wa khalaqahum fi aslabi abaihim, na akawaumba watu hao katika migongo ya baba zao. Bwana Muhammad Nasruddin Albani katika hadithi hii chini kati ya maelezo nambari 1 anasema, qala an-Nawawi rahimahullah, hapa ameeleza Imamu an-Nawawi Mwenyezi Mungu mrehemu ya kwamba ajma'a man ya'taddu bihi min ulama'i al-muslimina, wamekusanya kauli ya pamoja katika wale waliojizoweza kuifuata hadithi hiyo ya mtume kwa maneno yake yale mtume, ala anna man mata min atfali al-muslimina, juu ya kwamba yoyote anayekufa katika watoto wa Waislamu fa huwa min ahli al-janna, yeye anakuwa ni miongoni mwa watu wa peponi. والجواب عن هذا الحديث, na jawabu kutokana na hadithi hii, annahu la'allahu nahaha 'anil musari'a, huenda mtume anakataza hapa kukimbilia watu kufanya pupa, ila al-qat'i min ghairi dalilin, kukata maneno bila ya dalili. Usiseme kwamba kidogo hichi ni kidege miongoni mwa videge vya peponi. Unajuaje? labda, la'alla, harfu taraji imetumika pale. Hayo ni maneno tu ya Imamu Nawawi. Anasema huenda hadithi ya mtume hii alipomkataza bibi Aisha kwa kumwingilia kati katika maneno yale kwamba Mwenyezi Mungu ameumba pepo, akaumba na watu wake, na akawaumba watu hao ndani ya migongo ya wazee wao, na akaumba moto, akaumba na watu wake, na akawaumba hao vile vile katika migongo ya wazee wao. Utajiwaje wewe kitoto kile kama ni katika usfuru min asafiri janna? La'alla inachukuliwa na Imamu Nawawi kwamba huenda mtume alikuwa anakataza mtu asifanye pupa ya kukata tu bighairi dalili, min ghairi dalili, pasina kuwa na dalili. Moja itakuwa ni hiyo labda, au qala dhalika, au mtume aliyasema hayo qabla an ya'lama anna atfala almuslimina fil janna, kabla hajapata ujuzi mtume makini kabisa wa kujulishwa na Mola wake ya kwamba vitoto vya Kiislamu ni katika watu wa peponi. Labda si kama hayo masala yamefutwa na Imamu Nawawi kwa dalili yoyote ile, anachukulia labda itakuwa hivyo. Labda mtume ameingilia kati kauli ya bibi Aisha kumkataza mtu usikate fulani yuko peponi hivi na hivi na hivyo usikate, labda upate dalili ya waziwazi. Au mtume aliyatamka maneno yale kumuingilia kati bibi Aisha kwa kumwambia kwamba awa ghaira dhalika ya Aisha, una jingine bibi Aisha? Mwenyezi Mungu basi ninakwambia ameumba pepo na watu wake, na akawaumba katika migongo ya wazee wao, akaumba moto na watu wake, na akawaumba katika migongo ya wazee wao, namna kama hiyo. Au huenda mtume katayamka maneno yale kabla hajapata ujuzi rasmi kwa Mola wake ya kwamba watoto wadogo wanaokufa katika umri mdogo, watoto wa Kiislamu, ni katika watu wa peponi. Labda itakuwa iko hivyo, min babil faida. Hapo Imamu Nawawi ameatia hayo min babil faida kwa katika upande wa kutufidisha sisi, na labda utapokuwa wewe ni mwanachuoni vile vile unasomesha watu, hiyo min babil faida, kiasi cha kwa kujulia watu kama hiyo pengine itawababaisha watu, mbona hivi
Bibi Aisha amesema maneno yale kwa uhakika, na wanavyuoni wengi ndivyo wanavyochukulia kwamba watoto wadogo wote wanakwenda peponi. Hakufanya makosa ati. Na hata wakiswaliwa zile dua zao ni kwa wazee wao ndio wanaombewa maghfira. Lakini mtume pale ameingilia kati kama kwamba anamzuia Aisha asikate tu maneno yale, labda itakuwa mtume anataka mtu afutu masala kwa dalili, au alikuwa amemzuilia maksudi kwa sababu hajapata ujuzi rasmi utakaomjulisha kwamba watoto wadogo wa Kiislamu ni watoto wa peponi. Hadithi ile akhrajahu Muslim, ameitoa Imam Muslim wa Nasa'i na Imam An-Nasa'i wa Ahmad, wal lafdhu lin-Nasa'i, na tamko la hadithi ni tamko ambalo amelitaja Imam An-Nasa'i. Wa isnaduhu sahihun, na mategemezi yake ni sahihi. Rijaluhu kulluhum thiqatun, watu wake wote ni watu madhubuti, watu wa kuaminika. Rijalu Muslim, waliotaja hadithi hii ni watu wa Muslim ambao wana wasiwasi, wanaaminika sana. Ghairu shaykhuhu, isipokuwa shekhe wake Amru ibn Mansur hakuwemo katika waliotaja hadithi hii. Wa huwa thiqatun thabatun, naye vile vile ni katika mtu madhubuti vile vile anakubalika. Wadhahiru, tunarejea katika mazungumzo yetu ya kumsalia mtoto mdogo. Wadhahiru, na kauli inayoonyesha wazi, anna sakhita, ya kwamba mtoto aliyefia tumboni mwa mama yake, innama yusalla alayhi, hakika atasaliwa juu yake, idha kana qad nufikhat fihi ar-ruh, pindi itapokuwa pamepulizwa kwa mtoto huyo roho, katimia kapuliziwa roho, kafika siku 120 tumboni. Wadhalika, na huko kupuliziwa roho, idha stakmala 4 ashhurin, ni kiasi cha kutimia miezi 4. Kiasi cha kutimia miezi 4. Yani thumma mata, kisha akafa baada ya miezi 4, basi atasaliwa mtoto huyo, lakini kabla ya hapo huwa hakutimia. Fa amma idha saqita qabla dhalika fala, ama atapokuwa amekufia tumboni kabla ya miezi 4, basi hakuna kusalia, sheria hakuna. Kwa nini? Li'annahu laysa bimayitin, kwa sababu kama hakufika miezi 4 yeye huwa haitwi kwa jina la maiti. Kama la yakhfa, kama ilivyokuwa jambo hilo halifichikane kwa wote Waislamu wanakubaliana hivi. Wa aslu dhalika, na asili ya kusema maneno haya ya kwamba miezi 4 mtoto ndio anatimia, hadithu Abdullah ibn Mas'ud, ni hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, hadithi iliyorufaishwa moja kwa moja mpaka kwa mtume, kuwa mtume kabainisha waziwazi maneno hayo kwa kusema hivi: inna khalqa ahadikum, hakika umbile la mmoja wenu, yujma'u fi batni ummihi, hukusanywa ndani ya tumbo la mama yake, 40 yawman, kwa muda siku 40 tunakusanywa kwanza. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalika, kisha linakuwa ni pande la damu mfano wa siku 40 tena. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalika, kisha linakuwa ni pande la nyama mfano wa 40 nyingine. Wa ba'da al-arba'inati thalath, na baada ya siku 40 mara 3, yani siku 120, ni kitambo cha miezi 4 hicho. Thumma yub'athu ilayhi malakan, mtume anasema kauli hiyo, kisha hupelekewa kiumbe hicho malaika maalum kwa namna ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua. Yakaingia maneno ya hadithi hapo, yakaendelea, na baadaye hadithi hiyo yakaja maneno yunfakhu fihi ruhu, hapo ndipo anapopuliziwa kiumbe huyo roho tumboni mwa mama yake, baada ya kumalizika miezi 4 au siku 120 au 43. Kwa hivyo hapo ndipo ilipochukuliwa msingi wa maneno kwamba kutimia kwa mtoto ni miezi 4 au 43 au siku 120. Basi kama atafariki dunia baada ya kupita kitambo hicho, akija duniani maiti yule ataswaliwa, anakuwa tayari kuitwa jina la maiti. Lakini kabla ya hapo inakuwa ni kitu tu, akikutimia kiumbe, na kwa hivyo sheria ya kuswalia huwa hakuna. Hadithi hii ya mtume muttafaqun alayhi, imewafikiwa na maimamu wakubwa wawili wa hadithi, Bukhari na Muslim.
ishtarata ba'dhum, na wakashurutisha baadhi yao maulama, an saqita an yasquta hayyan, kwamba lazima huyo mtoto mdogo aliyofia tumboni aje hai hapa duniani. Wameweka sharti kwamba kama atafia tumboni la hatosaliwa. Baadhi ya maulama wameweka sharti hiyo. Labda dalili ya hadithi hii wao haikuwafikia, au katika kuwafikia kwao wameiona kwamba labda haihusiani labda na mambo yenyewe ya kusalia maiti, wakaweka sharti baadhi ya maulama an yasquta hayyan, kwamba kifo chake kimtokezea hapa duniani, yani baada ya kuzaliwa au kaonekana hai, labda katoa sauti na baada muda mdogo kafa. Hapo wanasema kwamba tutasaliwa. Baadhi ya maulama wameweka sharti hiyo. Kwa nini wakaweka sharti hii maulama hawa? Wanayo dalili na wao. Li hadith, ni kutokana na hadithi ifuatayo kwa Mtume kasema, idha stahalla saqita, atakapotoa sauti hicho kitoto kilichokufa punde, sulli alayhi wa waritha, atasaliwa na atarithi mtoto huyo. Iwapo kaja duniani amewahi kulia kidogo, basi iko kauli ya Mtume isemayo sulli alayhi, atasaliwa. Hapa wakachukulia baadhi ya maulama labda ndio kauli ya kufuata moja kwa moja, wakaiwachilia mbali ile ya kutimia mtoto tumboni baada ya miezi 4. Baadhi ya maulama wao wanashikilia hapo mpaka atoe sauti mtoto, ndio watamsalia na atarithi mtoto huyo vile vile. Walakinahu, lakini Sheikh Nasr Muhammad al-Albani anasema hadithi hii hadithun dhaifun, ni hadithi nyonge, la yuhtaju bihi, haiwezi kuchukuliwa ikatiliwa hoja katika mambo ya kifikri. Yenye nguvu ni ile ile, sahihi ni ile ile, muttafaqun alayhi ni ile hadithi ya kutimia mtoto baada ya miezi 4 tumboni. Akifa baada ya miezi 4 basi usaliwa kutokana na ushahidi wa mwanzo. Ama hadithi hii ipo, imekuja, lakini masnadi yake, mategemezi yake ni mategemezi manyonge, na siku zote zikitokezea hadithi mbili, moja inasema vingine na moja inasema vingine katika kadhia moja hiyo, na halafu ile nyingine ikaonekana kuwa ni sahihi, nyingine kuwa ni dhaifu, ile dhaifu huwa haiwezi kusimamishwa ikafanya pale competition kuchuana na hadithi sahihi. Itaachiliwa mbali dhaifu na itakamata sahihi itumike katika mambo ya kihoja, kama bayanahu ulama, kama walivyobainisha haya wanavyuoni. Akasema ya kwamba alivyobainisha wanavyuoni, undur nasbu ar-raya, angalia kwenye kitabu kiitwacho Nasbu ar-Raya, utaona wanavyuoni alivyobainisha humo udhaifu wa hadithi hii. Na vile vile angalia kwenye Talkhis wal Majmu', na vile vile angalia wa kitabu changu mimi, yani Albani anasema pia mimi ninacho kitabu ambacho nimekiita Naqdu Taji al-Jami' lil-Usul al-Khamsa, pia hadithi hii nimeitajia udhaifu wake kwamba ni dhaifu. Wa inma sahha al-hadith biduni dhikri salati fihi, ama kusihi kwake hadithi hii imekuja ikasihi, lakini hakuna tamko la kusaliwa mtoto huyo, isipokuwa imekuja katika mambo ya mirathi, idha stahalla saqitu waritha. Hiyo hadithi sahihi. Sasa alikuwa tamko la sulli alayhi, atakapotoa sauti mtoto aliyekufa uchangani basi atarithi. Hadithi sahihi imekuja hivyo, anasema Albani. Hamkuwa na tamko la kwamba sulli alayhi, tamko la kwamba usaliwa. Hadithi hiyo kama ipo basi masnadi yake ni manyonge. Ama sahihi ilikuwa inazungumzia habari ya mirathi, akitoa sauti atarithi, kama haqqaqtuhu, kama nilivyohakikisha mambo hayo fi Irwa'il Alili, ndani ya kitabu changu kingine nilichokiita Irwa'il Alili.
Kitabu chake kingine Albani vile vile kaandika kitabu Irwaul Alili, humo anataja hadithi dhaifu na sahihi na hivi na hivi na hivi. Athani wa pili katika ambao sheria inawapa kusaliwa tukimwacha mtoto mdogo, ashahid, yule shahidi ambayo kwetu tumeona kwamba anaachwa asisaliwe, lakini kuacha kule si kama ni makosa kusalia, bali mtume alikuwa anabainisha sheria pale, ikiwa itafanywa hivi jaiz, ikifanywa hivi jaiz, ikifanywa hivi jaiz, ikifanywa hivi jaiz. Wa pili ambayo sheria inampa asaliwe, ashahidu ni mtu aliyeuawa vitani au amepatwa na mauti akiwa katika jambo la dini ya Mwenyezi Mungu, ikawa ndio sababu ya kuuawa kwake. Wa fihi ahadithun kathira, na ndani yake kwamba anasaliwa shahidi huyu ziko dalili nyingi, hadithi nyingi. Aktafi bidhikri ba'dha, mimi nitajitosheleza kutaja baadhi yake tu, sitotaja wingi huo wa hadithi. Hakuna nafasi kwa kitabu chake kifupi cha Albani. Ya mwanzo, an Shaddad ibn al-Hadi, kutokana na Shaddad ibn al-Hadi, anna rajulan min al-a'rabi, ya kwamba mtu mmoja katika mabedui, jaa ila an-nabii sallallahu alayhi wasallama, alikuja kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu mtu huyo katika mabedui. Faamana bihi, akamuamini mtu huyo. Wattaba'ahu, na akamfuata mtume kikweli kweli katika mambo ya dini. Thumma qala, kisha akasema huyo bedui, uhajiru ma'aka ya Rasulullah, nimekusudia kuhajiri pamoja na wewe ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ukihajiri na mimi nitahajiri vile vile. Basi akafanya kama alivyoahidi bedui. Falabithu qalilan, baada ya kuhajiri kule Madina wakakaa kitambo cha muda mfupi, siku chache. Thumma nahadhu fi qitali al-adu, kisha maswahaba wakanyanyuka katika jambo la kupambana na maadui ambao wanaudhuru Uislamu, na yule bwana naye vile vile akawa ameshiriki katika jihadi. Fa utiya bihi nabii sallallahu alayhi wasallam, akapelekewa bwana huyu maiti yake bwana mtume, yuhmalu, hali ya kuwa amebebwa katika machera, qad asabahu sahmun, umemfika mshale ndio uliomsababisha mauti yake. Thumma kafanahu an-nabiyyu, kisha mtume akamkafini mwenyewe kwa juba lake, akamtukuza sana bedui huyu, akamkafini kwa juba. Thumma kafanahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam fi jubbatihi, thumma qaddamahu, kisha akatangulia akamtanguliza mbele. Fa salla alayhi, mtume akaonekana kumsalia shahidi huyu. Hii ni kuonyesha kwamba vile vile zipo dalili za kuwasalia mashahidi. Hakuna mushkili wowote katika kuacha kuwasalia na kuwasalia, yote mawili jaiz. Hadithi hii akhrajahu an-Nasa'i, ameitoa Imamu an-Nasa'i wa ghayruhu na wengineo, bisanadin sahihin, kwa mategemezo yalikuwa sahihi. Wa qad madha bitamamihi, na kwa hakika hadithi hii imekwisha pita huko nyuma kwa ukamilifu wake. Hapa imetajwa kwa ufupi sana, lakini huko nyuma tuliwahi kuizungumza kwa ukamilifu wake. Ukiitaka rejea fil mas'alati at-tasi' wa 30, katika mas'ala nambari 39, sahifa 61, katika ukurasa wa 61 utaikuta kwa ukamilifu wake. Yalikujaje mambo haya, huyu bedui kafanya nini na kwa nini ikawa hivi? Ukifungua ukurasa wa 61 utaikuta mambo haya. Anasema anna rajulan min al-a'rabi, ukamilifu wake umekuja hivi hadithi yenyewe, min babil faida, katika upande wa kuwafidisha ambao labda hawakuwahi kusikia kisa hicho, walikuwa hawapo labda, au pengine kama walisikia hawakufahamu vizuri. Min babil faida, anna rajulan min al-a'rabi, mtu mmoja katika mabedui, jaa ila an-nabii sallallahu alayhi wasallam fa amana bihi wattaba'ahu, alikuja kwa mtume na akamwamini mtume na akamfuata katika dini. Thumma qala, kisha akasema huyo bedui, uhajiru ma'aka, na mintahajiri pamoja na wewe. Sasa kwa kukamilisha hadithi hii
فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه basi akausia kuhusu mtu huyu bwana mtume kuwahusia baadhi ya masahaba wake akawaambia huyu bwana mimi nitataka akizamwe sana huyu kwa sababu tuna mazungumzo ya ahadi mimi na yeye hebu mchunguni sana huyu mpaka kama itatokezea mauti yake na nyie mpo mje mnipe habari lazima mtaniletea maiti yake huyu falamma kanat ghazwatu Khaybar vilipofika vita vya Khaybar ghanima an-nabii bwana mtume akapata ngawira nyingi sana katika vita vile ghanima an-nabii sallallahu alaihi wasallam fiha shay'an kitu vingi faqassama akagawa ngawira zile bwana mtume kwa maswahaba wake waqassama lahu na akamtengea sehemu yake bwana huyu bedui huyu akamwekea sehemu yake kwamba hiyo ni ngawira yake kamgea fungu yake fa'ata ashabahu ma qassama lahu basi akawapa bwana mtume maswahaba wake kile ambacho amewamegea wakana yar'a dhahrahum na huyu bedui alikuwa anafanya kazi ya kuwachungia wanyama wao wa kupandia kwenda vitani yeye alikabidhiwa kuwachunga wanyama wale na kuwahifadhi na kuwatunza na kuwatayarisha kikazi wanyama ambao wanapanda masahaba na vitani bwana bedui alikuwa kazi yake falamma ja'ahum basi alipokuja bedui huyu dafa'uhu ilayhi masahaba wakampa kile kipande au sehemu ya ngawira yake ambayo mtume alimmegea akamwambia bwana wewe hii haki yako kukupa mtume hii mali ya ngawira ipatikana katika vita faqala yule bedui akauliza ma hadha nini hichi kitu gani qalu wakamjibu masahaba qasama laka an-nabiy amekumegea mtume wa Mungu sio sisi bwana chukua bwana kwa mtume hichi akhadhahu yule bwana akachukua mali ile fajaa bihi ila an-nabii akaenda nayo mpaka kwa mtume sallallahu faqala alipofika kwa mtume akamuuliza ma hadha ya rasulullah hii bibi nipewa mzigo mkubwa sana mimi ninakotoka kwa kitu gani hichi hebu nifahamishe qala mtume akamjibu akamwambia qasamtuhu laka nimekumegea mimi mali hii wewe yako mali yako qala bedui akasema ma ala hadha tabi'tuka sio juu ya jambo hili mimi nimekufuata wewe Muhammad katika dini katu usijokadhani kwamba mimi nimeingia katika dini hii nataka nipewe kitu sikuja mimi kupewa kitu humu ya rasulullah mbona umeshauri namna kama hii mali yote ya dini mimi sikuingia katika dini hii kwa ajili ya jambo hili si kama watu wengine mimi nimeingia kwa nia yangu moja tu nimemfuatia Mwenyezi Mungu walakin ittabi'tuka lakini mimi nimekufuata wewe bwana mtume ala an urmia siku moja nataka nipate bahati ya kulembelewa mshare mimi ila huna hapa chuma kipiti kidikate iwe nimepata mimi sababu ya kuitwa shahidi iwe nimepata mimi kuingia peponi kwa urahisi iwe nimepata mimi kuingia peponi bila ya kusimamishwa nikaulizwa masala chungu nzima kama nitapata kitu kama hicho mimi basi takichochote mimi nimekufuata mjumbe wa Mungu ala an urmia ila huna nirembelewe chuma cha silaha hapa shingoni kwangu mimi ikiwa upanga ikiwa mkuki ikiwa mshale wa ashara ila halqihi ile kusema ila huna akawa anaashiria kwenye halqa yake kwenye pale sehemu ambapo mnyama huwa anachinjwa pale kwenye koo lake basi anasema wa ashara ila halqihi akawa anaashiria kwenye koo lake anasema nirembelewe mimi sehemu hii bisahamin mshale upite hapa faamutu nifilie mbali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na nikipata kufariki hivyo fa adkhul aljannata bila shaka mimi nitaingia peponi au fa udkhil aljanna nitaingizwa peponi faqala kwa maneno hayo bwana mtume akasema
in tusaddiqillaha yusaddikuka, kama utamsadikishia Mwenyezi Mungu kauli hiyo kwa vitendo, wallahi Mwenyezi Mungu atakusadikishia ulitakalo. Mwenyezi Mungu atampa mtu kwa mujibu wa nia yake alionayo. Ukimkusudia Mwenyezi Mungu hasa jambo la kheri, unatia azma hasa kwamba usife mpaka ufike Baitul Harami uhiji. Naam. Na kama utamsadikishia Mwenyezi Mungu kivitendo, utaona Mwenyezi Mungu anazifanya njia zenyewe kuwa sahlu, anakupa na siku moja utafika pale. Na kama unajihisi kwamba utaingia hatarini, mathalan kijana hujaoa, hujaolewa, ukasema ninatia azma sitaki kufanya machafu na ninakusudia kumuomba Mwenyezi Mungu anikabidhi na mimi mwenzangu niwe naishi naye ninusurike na balaa, basi naam, kama utamsadikishia Mwenyezi Mungu kwa vitendo, atakufikisha hapo unapopataka na utastaajabu vitu umepata. Na jingine lolote la kheri, kama utalikusudia ndani ya moyo wako kisha umsadikishia Mwenyezi Mungu ukweli ulionao, utaona Mwenyezi Mungu kufumba na kufumbua anakupa. Utastaajabu vipi imekuja. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, mwenye kumcha Mwenyezi Mungu kumfanyia Mwenyezi Mungu wepesi wa kumaliza dhiki zake. Waman yattaqillaha yarzuqu min haythu la yahtasib, na mwenye kumcha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu humpa riziki kwa njia ambazo hata haridhani. Waman yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'zim lahu ajra, na mwenye kumcha Mwenyezi Mungu humfutia makosa yake na kumpa malipo makubwa zaidi. Kitu kikubwa zaidi ni kumsadikishia Mwenyezi Mungu kwa vitendo. Mtume anamwambia Bedui, unasema ya kwamba umeingia katika dini hii na kunifuata mimi si kwa jambo jingine isipokuwa azma yako unataka siku moja silaha ipite kwenye koo lako uwawe shahidi. Kama utamsadikishia Mwenyezi Mungu kwa vitendo mambo hayo, basi Mwenyezi Mungu atakusadikishia nia yako, atakupa. In tusaddiqillah yusaddikuka, ukimsadikishia Mwenyezi Mungu kauli hiyo, basi atakusadikishia na wewe vile. Falabithu qalilan, basi wakakaa kwa muda ambao ni mchache si mwingi. Thumma nahadu fi qitali al-adui, kisha masahaba wakanyanyuka na mtume kwenda kupambana vita na adui. Fa utiya bihi an-nabiy, ndipo alipoletewa mtume bwana huyu, yuhmalu, akiwa kabebwa, kad asabahu sahmun, amepigwa na mshale, haifu ashara, pale pale pahala alipoashiria nataka mtume kipite hapa, basi sehemu ile ile aloashiria ndipo silaha ile kupita pale pale. Kaletewa mtume kama alivyohusia, jamani nataka mnihifadhie sana mtu huyu mpaka baada ya mauti, basi leteni maiti yake. Masahaba wakahifadhi sana kuhusu maisha ya bwana yule. Kila anapokwenda anampeleleza, kila atakifanya anampeleleza mpaka wakaigundua maiti yake, wakampelekea mtume. Anasema faqala an-nabiy, basi akasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, huwa jamani, mna hakika ndiye huyu mtu wenyewe? Ndiye yule bwana wa Kiyahudi, ndiye kibedui, ndiye yeye yule mtu, ndiye huyu? Huwa. Qalu na'am, masahaba wakamjibu ndiye. Qala, mtume akasema saddaqa Allah, huyu mtu amemsadikishia Mwenyezi Mungu nia yake aliyokuwa nayo, fasaddaqahu, na Mwenyezi Mungu akamsadikishia yeye vile vile. Thumma kafanahu, kisha mtume akamkafini. Kafanahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi jubbati an-nabiy, katika juba lake aliyokuwa mtume akilivaa, ndo alochukua juba lile akamkafinia bwana huyo. Thumma qaddamahu, kisha akamweka mbele, fasalla alayhi, na akasalia maiti yake yule bwana, kuonyesha kwamba inajuzu vile vile kusalia mashuhadai vile vile. Fakana fima dhahara min salatihi, basi ikawa katika dua zilizotokeza kinywani mwa mtume ambapo masahaba walizisikia,
wakati mtume anasalia maiti ile alikuwa akitamka maneno kwa sauti, walioko safu ya mbele pale wakasikia. Katika maneno yaliyochomoza siku ile ilikuwa ni haya: Allahumma, mtume naomba sasa, Mwenyezi Mungu, hadha abduka, huyu ni mja wako, kharaja muhajiran, ametoka mtu huyu hali ya kuwa ni kwa nia ya kuhajiri, fi sabilika, kwa kutekeleza njia yako Mwenyezi Mungu, faqutila shahidan, ameuawa hali ya kuwa ni shahidi, ana shahidun ala dhalika, na mimi Mwenyezi Mungu ninashuhudia juu ya hayo, na nitasimama siku ya kiyama kushuhudia tena vile vile kuhusu mtu huyu. Kwa hivyo ninasimama special mimi mtume wako kushuhudia huyu bwana ni shahidi. Mpokee, msamehe, ndo maana yake hapo. Mpokee, msamehe, mrehemu, mimi nimemkubali. Akhrajahu an-Nasa'i, hadithi hiyo kaitoa an-Nasa'i wa Tahawi, wa Tahawi fi sharhi al-Ma'ani, kitabu kiitwacho Sharh al-Ma'ani, wal Hakim, na vile vile Hakim kaitaja hadithi hii, wal Bayhaqi, na Imam Bayhaqi vile vile. Hiyo au huo ndio ukamilifu wake hadithi yenyewe, ambapo kule imetajwa kwa ufupi sana, lakini kwa ukamilifu ilikuwa ni hiyo. Hadithi ya pili ni kuonyesha vile vile kujuzu kusaliwa mashahidi. Ana Abdullah ibn Zubair, kutokana na bwana Abdullah ibn Zubair, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amara yawma Uhud bi Hamza, mtume aliamrisha siku ya vita vya Uhud kuhusu bwana Hamza, fasujia bi burdatin, alitoa amri afunikwe guo, akafunikwa guo, thumma salla alayhi, kisha mtume akamsalia juu yake, fakabbara 9 takbiratin, katika sala hiyo mtume akatoa takbira 9. Min babi faida, inajuzu kumsalia maiti kwa takbira mpaka 9, si kama mwisho wake ni 4 tu kwamba ndo hapo hapo mtu hawezi kuongeza. Unaweza kusalia maiti kwa takbira 4, 5, 6, 7, 8 mpaka 9. Mtume kamsalia Sayyidina Hamza kwa takbira 9. Yani kila takbira tena unazidi kumuombea maiti, unazidi kumuombea maiti na kujiombea nyinyi wenyewe mlio hai na kuwaombea waislamu vile vile. Tayeb. Thumma utiya bil qatla yusaffuna, kisha mtume akaletewa maiti wengine wanapanga kwa safu, wa sulli alaihim, wa yusalli alaihim, na ili awasalie juu yao, wa alaihim ma'ahum, pamoja na juu yake Hamza pamoja nao. Inasemekana mtume hakuwasalia maiti wengine katika vita vya Uhud isipokuwa Sayyidina Hamza na Abdullah ibn Amir peke yake. Akhrajahu at-Tahawi fi Ma'ani al-Athari, hadithi hii kaitaja Tahawi katika kitabu kiitwacho Ma'ani al-Athari, wa isnaduhu hasanun, na mategemezi yake ni mazuri. Rijaluhum kulluhum thiqatun, watu wake wote ni madhubuti, maarufuna, tena wajulikanao. Wa Ibn Ishaq qad sarraha al-hadith, na Ibn Ishaq ameitaja waziwazi hadithi hiyo. Walahu shawahidun kathira, na hadithi yenyewe inao shahidi mwingine mwingi. Dhakartu ba'daha, nimetaja ushahidi huo baadhi yake, fi ta'liqat al-Jiyadi, ndani ya kitabu kingine kiitwacho Ta'liqat al-Jiyadi fi al-mas'alati al-75, katika masala nambari 75. Hadithi ya tatu katika jumla ya hadithi zenye kuonyesha ushahidi wa kufaa kusaliwa mashahidi. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kutokana na Anas ibn Malik, Mwenyezi Mungu amwiradhi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam marra bi Hamza, bwana mtume sallallahu alipita kwenye maiti ya Sayyidina Hamza, wa qad muthila bihi, akamkuta amekatakatwa maiti yake. Muthila bihi, wamemfedhehi makafiri, wamempasua tumboni na maini yake akatolewa nje, na akaja mtu akatafuna maini yale. Muthila bihi. Walam yusalli ala ahadin min ash-shuhada'i, kauli ziliyopo zinapambana mbili, lakini Albani chini atafafanua vizuri sana ili kuondoa mushkil. Kauli iliyopo ni kwamba walam yusalli ala ahadin,
hakusalia mtume juu ya yoyote minashuhadai katika mashahidi wa Uhud ghairahu isipokuwa yeye Hamza, yani shuhada Uhud, yani mashahidi wa Uhud. Na utaona katika hadithi ya nyuma huku tunawacha sasa hivi ni kwamba amara yauma Uhud bi Hamzata, aliamrisha mtume katika vita vya Uhud bwana Hamza fasujia bi burdatin, akafunikwa nguo, thumma salla alayhi, kisha akamsalia, fakabbara 9 takbiratin, na akatoa takbira 9, thumma utiya bil qatla, kisha akaletewa maiti nyingine yusafuna, masahaba kwa wanazipanga, wa salla alayhim, nao pia mtume akasalia juu maiti au wa yusalli alayhi wa alayhim ma'ahu, na pamoja naye pamoja na wao, yani pamoja na Hamza na maiti wengine. Utaona huku nyuma inaonesha kwamba akasalia mtu na maiti wengine, na hapa inasemwa kwamba hakusalia isipokuwa maiti hiyo moja tu. Chini Albani ametia maneno, anasema hivi: la'allahu yu'ni as-salata ala ghayrihi istiklalan, huenda ikawa hapa anaikusudia swala ya maiti wengine ukimwacha Hamza, zimekuwa swala zao independent, wameswaliwa peke yao bila ya kuchanganywa na Hamza. Huenda ikawa hivyo. Fala yanbaghi salata, kwani imeonyesha wazi hapa haitakikani swala ala ghairihi makrunan, juu ya kuswaliwa Hamza na maiti wengine zifungwe pamoja, waswaliwe pamoja maahu, pamoja na Hamza, kama fil hadithi alladhi qablahu, kama inavyoonyesha katika hadithi tuliyoyasoma nyuma yake kwamba mtume aliwasalia baadaye maiti wengine, baada ya kumsalia Hamza, thumma utiya, kisha akaletewa baadaye mtume maiti wengine. Anasema tena Albani, wala yu'aridhu hadhani alhadithan, wala hazipingani wala haziingilii kati hadithi mbili hizi bihadithi Jabir almutaqaddim, kupingana na hadithi ya bwana Jabir iliyotangulia nyuma, annahu sallallahu alayhi wasallam, hadithi isemayo kwamba yeye mtume lam yusalli ala shuhada'i Uhud, hajapatapo kusalia juu ya mashahidi wa Uhud au kusalia mashahidi wale ila Hamza peke yake, li'annahu nafil. Anasema Albani ambaye ni mwanachuoni wa usulul fiqh sana, anasema kauli ya Jabir katika hadithi yake imekuja nafil, kukataa kwamba mtume hakusalia, na hapa imekuja kwamba mtume kaswalia. Zikitokea hadithi mbili, moja inakanusha kufanyika kitendo kwa mtume na moja inathibitisha kufanyika kitendo, nini afanye mtu hapo kwa njia ya salama? Apate dasturi ya usulul fiqh inayosema wal muthbitu muqaddamun ala an-nafi, kitendo cha kuthibitisha kinatangulizwa mbele kuliko cha kukanusha. Ukikuta mtume pahala kafanya, halafu kuna kauli yake nyingine anasema usifanye, basi ile muthbit ndiyo muqaddamun, inayothibitisha kwamba kafanya ndiyo itakayotangulizwa mbele ala nafi kuliko ile ambayo inakanusha. Anasema Albani, ukiyataka haya kwa vizuri zaidi, wanzur at-tafsil fi nil al-awtari, angalia upambanuzi wake kwenye kitabu cha Shaukani kiitwacho Nil al-Awtari, utayakuta anayaeleza vizuri sana mambo haya ya usul fiqh. Vipi utatanguliza hadithi mbili zimekuja, moja inathibitisha moja inakanusha, basi al-muthbit muqaddamun ala an-nafi. Kawaida ya kiusuli inasema yenye kuthibitisha itaikwa mbele kuliko yenye kukanusha, basi kwa hivyo itaikwa mbele kwamba mtume aliwasalia wale, lakini independent, wakiwa peke yao mbali na Hamza. Hamza alimsalia peke yake. Hadithi hii akhrajahu Abu Daudi bi sanadin hasanin, ameitoa Imam Abu Daudi kwa mategemezi yaliokuwa mazuri, wa huwa mukhtasarun, nayo ni kipande kifupi, hadithuhu almutaqaddam, ni kipande kifupi cha hadithi ambayo imetangulia nyuma, fil mas'alati as-sabi'i wa 30, katika mas'ala nambari 37 kwenye sahifa kuanzia 57 mpaka 58. Hadithi ya 4 katika zenye kuthibitisha kwamba kujuzu kuwasalia mashahidi, an Uqbah ibn Amir al-Juhani, kutokana na Uqbah ibn Amir al-Juhani, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kharaja yawman,
Mtume wa Mwenyezi Mungu alitoka siku moja fasalla ala ahli Uhud, akenda akawasalia watu wa Uhud basi special. Katoka siku moja Mtume anakwenda kuwasalia watu wa Uhud, salatahu ala almayit, na anakwenda kuwasalia sala ile ya kuwasalia maiti. Baada 8 sinina, baada ya kupita miaka 8 tokea wazikwe pale maiti wale, Mtume akenda siku moja kuwasalia. Nini maana yake? Kal muwadda'i lil ahya'i wal amwat, kama kwamba Mtume yuko safarini sasa, siku zake za kuishi zinamalizika, anakwenda kuwaaga kuanzia walio hai mpaka waliokufa. Walio hai shawaga Arafa pale, kisha waambia huenda mwakani tusikutane pahala kama hapa mimi na nyinyi. Walio hai shawaga, na baadaye sasa anakwenda kuwaaga vile vile waliokufa. Kal muwadda'i lil ahya'i wal amwat. Tayeb, basi Mtume siku moja amekwenda kuwasalia baada ya kumalizika miaka 8, kama anakwenda kuwaaga walio hai na waliokufa. Thumma ansarafa ila al-minbari, kisha baada ya kuwasalia watu wa Uhud pale, ili kuthibitisha kwamba mashahidi vile vile wanaweza kusaliwa, siku hiyo kawasalia wote, akaenda zake juu ya minbari, fahamidallaha, akamshukuru Mwenyezi Mungu, wa athna alayhi, na akasifu juu yake Mwenyezi Mungu. Faqala, kisha akasema, inni faradun lakum, jamani mlio hai mimi nakutangulieni, siku zangu za kuishi duniani zimalizika sasa. Wa ana shahidun alaikum, na mimi ni shahidi juu yenu kwa namna mlivyonipata, mlivyonikubali, mlivyonitii nyinyi maswahaba. Mimi shahidi wenu, nitasimama siku ya kiyama kukushahudieni. Na nakwambieni, wa inna maw'idakumul arud, ahadi yenu yakupeni, tutakutana kwenye hodhi maalum siku ya kiu kubwa. Mimi Mwenyezi Mungu atanipa hodhi, tutakutana pale maswahaba kwenye hodhi lile, atakayeonja tone la maji pale hatopata kiu maisha yake. Wa inni wallahi, na kuhusu hodhi hili mimi ninaapa kwa Mwenyezi Mungu hivi sasa, la andhuru ila haudhil ana, mimi naliangalia hodhi hilo hivi sasa, naliona kwa macho aliyonipa Mwenyezi Mungu. Binadamu kapewa macho ya kuya ndani ya moyo ya kuona pahala, akawa anapaona hasa, hususan pahala pale ikawa umeshapahi kuenda, umepeshawahi kupaenda, basi ikikujia ile picha yake ndani ya moyo, basi unaona kila kitu, hali ilivyokuwa pale pahala, namna ndege ile ilivyokuwa inatua, basi unakumbuka vitu vyote, unaona hasa nini kimetokezea pale. Na kama ilikuwa ni mchezoni kwenye uwanja wa mpira, basi umeshafika nyumbani, timu yako namna ilifungwa siku ile, umehuzulika, una furaha, huwezi hata kula, basi umekaa nyumbani, unaona kila kitu pale uwanjani, na namna kipa wako alipofanya uzembe, namna alivyoatia magoli, unamuona hivi kwa macho ndani ya moyo. Na pengine kumetokezea ajali, na ajali ile wewe pengine ikawa umeumia pahala, basi baada ya kupata fahamu umekaa kitandani, unaanza kuona kila kitu kitatokezea wakati ule, na namna ulivyokuwa unapigwa, namna ulivyoanguka, namna ulivyo hivi, yote Mwenyezi Mungu anakuletea ndani ya moyo, unakuona yona. Basi bwana Mtume aliletewa ndani ya moyo wake, akawa analiona lile hodhi, ukubwa wake, masafa yake, akawaambia masahaba siku ile, akawaambia, wa inni wallahi la anzuru ila haudhil ana, mimi ninaapa kwa Mwenyezi Mungu hivi ninavyokuambieni sasa hivi, basi ninaliangalia hodhi langu, hilo hodhi lenyewe. Wa inna ardahu, na hakika upana wake hodhi hilo, kama baina Aila ila al-Juhfa, upana wake ni kutoka mji wa Aila mpaka Juhfa, ni masafa makubwa sana hayo. Aila ni kijiji walichokuwa wanakaa Mayahudi katika ufuku wa bahari, walipopewa mtihani na Mwenyezi Mungu kwa kutekeleza amri ya Sabato ya Jumamosi, nao wakakataa kutekeleza amri ile, ikabidi kwenda kutega nyavu kwa sababu walikuwa wanakaa baharini, na Mwenyezi Mungu aliwafanyia mtihani watu hawa, ikawa siku za kawaida hawapati uvuvi, siku ya ibada ile ndio samaki wengi sana. Iztatihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim,
Samaki wanaajia siku ya Jumamosi yao ya ibada ile juu wakukamata kwa mkono hasa bila kutumia nyavu. Na kama siku ya Jumamosi basi hakuna kitu baharini. Ndipo walipoamua potelea mbali tukategemea nyavu bora. Basi hicho ni kijiji cha Aila mbali kabisa na Juhfa. Basi hilo ni hodhi ambalo mtume atapewa kubwa wake. Akisha mtume akaendelea kusema wa inni u'titu mafatiha khazainil ardh, na mimi nimepewa na Mwenyezi Mungu funguo za khazina ya ardhi, mali yote nimepewa mimi kwa hakika mkononi mwangu. Au mafatiha al-ardh, au funguo za ardhi zote ninazo mimi. Lakini wa inni akhaf, wa inni wallahi, na mimi ninaapa kwa Mwenyezi Mungu, ma akhafu alaikum an tushriku ba'di, nyinyi masahaba sikuogopeni kabisa nyinyi kwamba mtashirikisha baada yangu mimi. Tauhidi niliyoifundisha na namna ilivyoganda katika nyoyo zenu, mimi siogopi kwamba atatokea sahaba atashirikisha Mungu labda siku moja, atakwenda mzini, atarudia kaburi, atafunga hirizi. Sikuogopeni hivyo masahaba. Walakin akhafu alaikum ad-dunya, lakini kiogopacho kwenu nyinyi ni ulimwengu. Nimepewa mimi bwana funguo za kumiliki ardhi zote, na ina maana waislamu watakapomtii Mwenyezi Mungu funguo hizo watawarithisha mtume. Watamiliki waislamu mali nyingi sana katika ardhi, watamiliki petroli, watamiliki dhahabu, watamiliki kila kitu waislamu. Anasema mtume, ninaogopa wakati huo mtapomiliki dunia, antatanafasu fiha, kuja kushindania dunia hiyo, wa taktatiluna, mkaja mkauana wenyewe kwa wenyewe, fatahliku, hapo ndipo mtapoangamia, kama halaka man kana qablakum, kama walivyoangamia waliopita kabla yenu. Qala, akasema fakanat akhira nazratan, mwenye kusimulia hadithi hii ambaye alikuwa ni bwana Uqba ibn Amir al-Juhani, anasema fakanat akhira nazratun, ilikuwa ni mtizamo wangu wa mwisho, nadhartuha ila rasulillahi, kumtizama bwana mtume kwa macho yangu siku hiyo. Baada ya siku hiyo mtume sikumuona tena, akaondoka duniani. Siku hiyo nilikuwepo hapo mtume na kutubu, ikawa macho yangu ndio siku ya mwisho kumuona mtume siku hiyo. Hadithi hii akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa siyaq al-Bukhari, na mtiririko wa maneno ya hadithi ni maneno ya Bukhari. Wa ziyadatu al-ula wa thaniya, ziyada ya mwanzo na ya pili, wa sadisa na ya saba na ya sita, wa sabi'a na ya saba, lahu ni yake yeye huyo bwana Bukhari. Wa Muslim athaniya, Muslim yeye kapokea ziyada ya pili, wal khamisa na ya tano, wa ma waraaha, na zile zilizokuja nyuma yake. Wa li Ahmad al-ula, ama kwa Ahmad yeye kapokea ziyada ya mwanzo ila rabi'a mpaka ya nne. رواه البيهقي وفي vile amesimulia hadithi Bayhaqi, wa indahu az-ziyadat kullaha, Bayhaqi kapokea ziada zote zilizokuwa katika hadithi illa thalitha wal khamisa, isipokuwa kiasi ya tatu na ya tano. Wa akhrajahu at-Tahawi, na katoa hadithi vile Tahawi, wa kadha an-Nasa'i, na vile an-Nasa'i, wa ad-Daraqutni mukhtasaran, Daraqutni akaitaja kwa